Hallelujah. Did you greet somebody this morning or this afternoon in the name of the Lord? Did you? I didn't see you greet somebody. Can you greet somebody in the name of the Lord? You did? You only greeted the people that are seated next to you. Did you stand up? I'm greatly humbled and honored to be with you. And to be asked to come and deliver God's word this morning. I want to express my deepest appreciation to Reverend Mama Zipporah and her husband Pastor Elder Stephen. Na mme wake mtumishi wa Mungu Stephen. Amen. Mzee Stephen. Amen. Mzee Stephen. Yes, for inviting me to spend time with them here. Kwa kunialika mimi nikuje nigawanye pamoja nao muda kama huu. And for enabling me to meet your wonderful Pastor John. Na kuniruhusu mimi nikutanane na mchungaji wenu Pastor John. I just loved the spirit of your pastor the first time I met him. Wakati nilimkuta mchungaji wenu ya kwanza kweli nilipenda kilicho ndani ya roho yake. Hallelujah. Amen. Praise God. Bwana sifiwe sana. There are children of God. Kuna watoto wa Mungu. But they are also sons of God. Na kuna wana wa Mungu. Now, children of God watoto wa Mungu are people that are still growing. Ni wale watu ambao wanaendelea na komaa. They haven't reached maturity. Hawayafikia kuatua ya kukomaa kabisa. So that's why they make mistakes. Ndio kwa maana wanafanya makosa. They stumble. Wanaangaika kidogo. Yeah, they fall down. Wanaanguka mara nyingine. They need to be beaten. Wana lazima ya kupigwa fimbo kidogo. In order to bring them into line. Ili kwamba tuwalete kwenye mstari sawa. There are sons of God. Na kunakuwa wana wa Mungu who have matured, ambao wanakuwa wamekomaa, who know the will of the Father, ambao wanajua mapenzi ya Baba. They are no longer children. Hawako tena watoto. They are adults. Wanakuwa wanakomaa, watu ambao wanakomea. That is that man. Na huyo ni huyo mchungaji wenu hapa. Amen. Amen. When God says, wakati Bwana amesema of the Lord Jesus, wakati Bwana akasema kuna Yesu, this is my son, huyu ndiye mwana wangu, in whom I am well pleased, ambaye mimi nimependezwa naye. That is that man. Yule ni huyu Bwana hapa. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So you have a blessed pastor. Kweli muna mchungaji ambaye amebarikiwa kweli. Of course, I'm not just saying that because he's the only mature son. Lakini mimi siseme hiyo kwa sababu ni yeye tu ndio mwenyewe amekomaa. I met other mature sons. Nimekutana na wengine watu ambao wamekomaa. Kama vile Mama Zipporah. It takes two people who have the same spirit to work together. Inachukua watu wawili ambao wanakuwa na nia moja ya kiroho pamoja. And Pastor Stephen. Na mume wake Pastor Stephen. Amen. Amen. So stand with your pastor. So kweli mushikamane na mchungaji wenu. Support him. Mumusaidie. Pray for him. Mumuombe. Encourage him. Mumutie nguvu. Call him. Mumuite. Every once in a while. Wakati mwingine. And tell him, Pastor. Na mumwambie mchungaji. We are proud of you. Kweli tunafurahiwa na wewe. I am blessed to be one of your sheep. Ninabarikiwa kuwa mmoja wa kondoo zako. Unaelewa? Amen. Muko hapa? Are you here? All right. Amen. Amen. Muko hapa? Yes. Praise God. The Gospel of Saint Mark. Injili ya mtakatifu Marko. Chapter number 5. Marko sura ya 5. Praise God. Bwana sifiwe. Praise God. Bwana sifiwe.
Who's looking for a breakthrough in their lives? Nani yule ambaye anataka ushindi ndani ya maisha yake? You want God to do something very special for you. Unataka Bwana afanye kitu kimoja cha maajabu kwako. Let me see your hands. Acha nione mkono wako. Raise them up. Nyangua mkono wako juu. As long as you are here in this body of flesh. Wakati gisi mko hapa kwa hii mwili, you don't have everything that you need. Hamuna chochote kile ambacho mnachotamani. You are a candidate for breakthrough. Mnakuwa wanamemba wa ushindi. Okay, you can put your hand down. Unaweza kuweka mkono chini. Can you read the word of God, man of God? Yes, we can. All right. The Gospel of Mark chapter 5. We shall read from verse 25 to verse number 34. The subject entitled The Touch of Faith. Nitawazungumzia kuhusu neno ya kuguswa kwa imani. Bwana abariki neno lake. Amen. Amen. When we read the Bible, wakati tunasoma Biblia, everything that is written in the word, kila kitu ambacho kinaandikwa ndani ya kitabu hiki, was inspired by God. Inakuwa kitu kilitoka kwa Mungu. Every story in the Bible, kila hadithi ndani ya Biblia, was directed by God. Iliongozwa na Mungu. As he worked with the people, vile alikuwa anatembea na watu that wrote these stories, ambao waliandika hizi hadithi. God was showing, Bwana alikuwa anaonyesha how that he worked in the earth. Namna gani alitembea ama anafanya kazi ndani ya ulimwengu. These people, kutembea pamoja na hawa watu, to fulfill certain things, kwa kutimiza mambo fulani. Somebody say amen. Mtu mmoja sema amen. So here we have a story, manake hapa tuna hadithi of a woman, ya mwanamke. The Bible tells us, Biblia inatuambia, the unfortunate state, bahati mbaya ambayo ilitokea, that she found herself in, ambayo yeye alijikuta ndani. So I want to use this story, nataka kutumikisha hii hadithi, and to leave you with certain principles, na kuachia nyinyi kanuni fulani, which you can apply, ambazo mnaweza kuweka ndani in your life, ndani ya maisha yenu pia. It doesn't matter, haiangaishwe na nini, haizungushwe na nini. You are an immigrant, hata kama ukuwe mkimbizi, and maybe as an immigrant, hata kama ukuwe mkimbizi tu, you do not have the opportunity, hauna hiyo bahati, to have certain privileges, ya kupata vitu fulani. But if you apply, lakini kama unaweka principles of the word, kanuni ya neno la Mungu, because God's word, kwa sababu neno la Mungu is forever settled in heaven, ilikuwa imeandikwa toka mbinguni, it is above, iko juu ya yote, every nation, juu ya nchi zote. It can work for you, inaweza kutumika kwako pia, wherever you are, katika shida zako zote. Hallelujah, hallelujah, praise God. Bwana sifiwe sana. Here we have a woman, hapa tuna mwanamke, who found herself, ambaye alijikuta mwenyewe in an impossible situation, katika shida ambayo hangeweza kujitoa ndani, a situation, shida ambayo that nobody could help her, hakuna mtu ambaye angemsaidia huyu, even herself, hata mwenyewe hangeweza kujisaidia, hangeweza kujisaidia hata mwenyewe. All of the efforts that she attempted, hata kama nguvu zote zile ambazo alizipima huyu, did not prove, lakini haionekane wazi, to be helpful, ya kwamba ilimsaidia. But there are certain key things, lakini kunakuwa na funguo fulani, that she decided on, ambayo aliamua kufanya.
And if you can take these key things na kama unaweza chukua hizi funguo hizi and apply them na uziweke to your life, kwa maisha yako, you too wewe pia can obtain results. unaweza pata majibu. Because the Bible tells me Kwa sababu Biblia inaniambia that Jesus Christ ya kwamba Yesu Kristo is the same ni yesterday, yule jana, today, leo and forevermore. na hata milele. What he did for the people of the Bible Ile ambayo alifanyia wale watu katika hadithi za Biblia is in zamani, the business of doing today. anaweza tena kuyafanya leo. Hallelujah. Amen. Now, Sasa a lot of people watu wengi look at themselves wanajitazamia kwanza wenyewe as victims of life. ya kwamba wao ndio wanakuwa wa victim. Many people Watu wengi look at themselves wanajitazama wenyewe as victims of life. kama wanakuwa wa viktime wa maisha yao. You would think that it is only people Unafikiria kwamba ni wale watu tu who are living ambao wanaishi in poor conditions and countries. katika nchi ama nchi masikini, They see themselves wanajiona wenyewe as being trapped ambao watu wamevunjwa moyo in a situation katika hali or fulani something that cannot change. ama kitu ambayo hakiwezi kubadilika. And therefore, Na hapo sasa they look at life wanatazamia maisha as being hopeless. ya kwamba maisha haina tena hata They look at matumaini. themselves Wanajitazamia kwa wenyewe as being in a hopeless ambao wanakutana hawana tumaini tena and helpless state. na hawezi pata msaada hata wowote. And so they resign themselves Na hapo wanajivunja moyo, to wanaondoka, that unfortunate condition. wanajiacha wenyewe ndani ya hiyo bahati mbaya, And all they do na ile yote ambayo wanayofanya is they agree with the devil wanakubaliana na shetani that life ya kwamba maisha can never become better. haiwezi kuwa mema kwao. The only person Ni ule mtu tu that you should agree with, mwenye ambaye ulikubaliana naye, whose situation ambaye hali zako can never improve na kwamba hali zako haziwezi kubadilika and can never become na better, haiwezi kuwa njema, is the devil ni shetani and all his demons, na pepo zake zote, because they have already been judged. kwa sababu wao wamekwisha hukumiwa. Their future Kuna kuwa maisha huko is mbele, already determined. maisha yao imekwisha So when the kumalizika. devil comes to you Sasa wakati shetani anakuja kwako and tells you na anakwambia wewe that your situation ya kwamba hali yako can never change, haiwezi badilika, you tell him the only person unaambia kuna mtu tu I mmoja know whose situation ambaye najua kwamba mambo yake, maisha cannot yake change haiwezi badilika, is yours, devil. ni yako wewe shetani. Are you here? Mko hapa pamoja nami? You tell him, learn to talk to the devil. Jifunze kuzungumza na shetani. Maybe you are struggling with a habit. Labda unafungwa sana na hali You zako za are kila siku. bound in something. Unafungwa na kitu fulani. It might be a relationship, Inaweza kuwa labda makubaliano a marriage that is challenging, ama ndoa yako ambayo inakuwa na shida, or a relative ama ndugu yako fulani who is in a challenge situation. ambaye anakuwa katika shida fulani. I am here to let you know Niko hapa kukuambia that there is no situation hakuna kitu, that cannot be reversed. hakuna kitu ambayo haiwezi kubadilika. So you see, many people, Unaona watu wengi because of their thinking, kwa sababu ya mawazo yao, their situations don't change. hali yao haiwezi kubadilika. They think that they are doomed. Wanafikiri kwamba wamekwisha They cannot kuachiwa escape. na hawawezi tena There is kukimbia. no way out. Hakuna njia tena wanaweza kupitia They kutokea. are caged in, Wamekwisha kufungwa ndani imprisoned ndani ya jela, by the misfortunes of life. lakini katika hali za kimaisha Or mabaya, maybe you have suffered au labda umeteswa, a broken relationship umeteswa kwa muda mrefu na upendo wako uwe na labda mume wako umevunjika and your heart is broken. na moyo wako kawa wenye kuvunjika. They are enclosed
kunakuwa kitu kile kubwa with no hope for tomorrow. Ambayo inakuwa hakuna matumaini ya kesho. I have found this Hii nilipata not to be true only with non-believers. Haiko tu kitu haiko ya ukweli kwa wale ambao hawako wa Kristo. Unfortunate, kwa bahati mbaya, it's with people of God. Hali hii iko pia pamoja na watu wa Mungu. People who are joined heirs to Jesus. Watu ambao wanajitoa kwa kazi ya Yesu Kristo. They think, wanafikiri that they are in a situation, na wanafikiri kwamba wako katika hali fulani that cannot change. Hali fulani ambayo haiwezi kubadilika. But I'm here to let you know, lakini niko hapa kuambia hivi, that any physical situation, kila shida ya kibinadamu, as long as it's physical, kama ingali tu ya kimwili, it can change. Inaweza kubadilika. What the devil does, unajua nini ambacho shetani anafanya? He takes advantage, anachukua akufungie, kufunikia fasi fulani, of the negative thinking, ya kukuonesha tu mambo yenye iko ya kuvunjika moyo ama yako negative tu. Yes, and the negative attitudes of people, na hali ya watu ambao hawana matumaini tu. So it is the ignorance, hiyo ni kusahau, kupotea, of the redemption, ya ufufuko, that Jesus paid, ambayo Yesu Kristo amelipa mwenyewe kwa ajili yetu, that keep people, ambayo inaweka watu in prison, ndani ya jela. Not that redemption has not come. Hapana kwamba ile ufufuko haikukuja baada, haikukuja. Not that deliverance has not come. Ya kwamba hapana wokovu kama haikukuja. The truth, beloved, ya watu wa kweli wapendao wa kweli, God has done everything, ni kwamba Bwana ametenda yote in his power, kwa nguvu zake, to give each and every person, kupatia kila mmoja wetu that is here on earth, ambaye iko hapa chini ya jua, to live a full, kuishi maisha ya kwenye purposeful, maisha yenye kuenea, and meaningful life, na nia yenye kuenea ndani ya maisha yake. So here, hapa we have, tuko a woman, tuko na mwanamke who finds herself, ambaye alijikuta mwenyewe in an impossible, katika shida kubwa ya situation, katika mambo ambayo haiwezi kuwezekana. The Bible says, Biblia inasema she had this illness, ambaye alikuwa na hii ugonjwa, where life maisha yake was escaping her body. Maisha yake yote ilikuwa inavuya kabisa. Life, maisha was escaping her body. Ilikuwa inakimbia mwili wake. For 12 years. Kwa miaka 12. Not 1 year. Haiko mwaka moja. Not 2 years. Hapana miaka 2, Pastor John. Not 5 years. Hapana miaka 5. But 12 years. Lakini miaka 12. The situation, hii hali, was getting worse. Ilikuwa inaendelea na kuwa mbaya zaidi. By the day. Siku kwa siku. Now you see, hapo unaona, when we look at this state, wakati tunaona kwa hii hali, in terms of years, ya kufuatana na miaka, it doesn't look that serious. Haionekane kama ilikuwa kitu ya kushindikana kabisa. Every day, lakini kila siku, life, maisha, was escaping her. Ilikuwa inatoka ndani yake. A situation that brought misery, hali ambayo ilikuwa inamletea mateso, that brought pain, ambayo inamletea maumivu, embarrassment, inamletea hata kujisikia kama hastahili, humiliation, anasikia kama kweli anadharauliwa, disappointment, kuvunjika moyo. I can't imagine what else. Mimi siwezi fikiria mimi nyingine juu ya hayo. Maybe she tried, labda alipima, to consult her friend, kuzungumza na rafiki zake, and instead of helping her, pahali pa kumsaidia hawa, the friends began to laugh at her. Rafiki zake wakaanza kumchekea as she walked in the market, wakati anatembea ndani ya soko, into the store, ndani ya shop, to go and buy some food. kununua chakula. Nobody wants
wanted to serve her. Hakuna mwenye anataka kusikia harufu yake. Because they were afraid. Na watu wakakuwa na woga. Whatever she was suffering from. Ya kwamba yote ambayo alikuwa anateswa nayo. Will be passed on to them. Itawaambukia hawa. Have you ever been in that state? Mulishaka kuwa katika hali hiyo? Where people reject you. Watu wanakutupilia. When nobody wants you. Hakuna mwenye anatamani awe na wewe. Even your own relatives. Hata ndugu zako wa damu. They reject you. Wanakuachilia kabisa. They don't want you. Hawakutaki wewe. This woman. Huyu mwanamke. Oh God. The Bible doesn't end there. Biblia isimamii hapo tu. It says. Inasema tena. That her condition. Ya kwamba hii hali ya huyu mama. Became worse. Ikakuwa tu tena mbaya zaidi. My God. Bwana wangu. What a terrible and unfortunate situation to find yourself. Hali gani kubwa mbaya sana ambayo unaweza kujikuta ndani mwenyewe. Of getting better. Pahali mambo ibadilike kuwa njema. Maybe. Na unasema labda. She became used. Akakuwa mtu mwenye kutumiwa. To the condition. Kutumiwa kwa ile hali yake. When it started. Wakati inaanza. And continued. Na inakuwa ya kuendelea. She would probably have been satisfied. Na kwa inaonekana kweli hakutosheki. If the condition. Kama hiyo hali yake. Remained at a certain level. Inasimamia kwa hatua hadi moja. Yeah. But the Bible says, lakini Biblia inasema, instead of remaining at a certain level, pahali pa kubakilia kwenye hali moja, the situation, hali yake umama, went down. Ikaanza shuka tena mbaya. It became worse. Ikakuwa mbaya zaidi. You know, when I read this story, wakati mimi nasoma hii hadithi, I said, God, nasema Bwana Mungu, here is a woman, hapa ni mwanamke huyu, who was a candidate, ambaye alikuwa member, to suffer a nervous breakdown, wa kuteswa, kuishi katika maisha ya kuteswa. I said, Lord, nasema Bwana, here's a woman, hapa ni mwanamke, who was a candidate, ambaye ni mwana member, for suicide, ya kwa kujiua. Her situation, hali yake huyu mama, was hopeless. Ilikuwa haina tumaini lolote. Maybe she was about to commit suicide. Labda alikuwa anaanza kujiua. Maybe she was about to go back home. Labda alikuwa anaanza kurudi nyumbani. Because as an immigrant, kwa sababu yeye alikuwa mkimbizi, things were not working. Mambo haikutembea. So she said, it's better I go back to my home. Kweli ni njema mimi nirudi nyumbani. Am I talking to somebody? Ninazungumza kuhusu mtu mmoja hapa. But she began to hear, lakini akaanza sikia about how Jesus, namna gani Yesu came through, alikuja for Reverend Zipporah. Kwa mama Zipporah. She began to hear, akasikia how Jesus, namna gani Yesu made a way, aliweka njia ya Pastor John, kwa mchungaji John. There seemed to be no way, na akaona kwamba kuna njia. Amen. She began to hear, akaanza sikia, how that God, namna gani Bwana provided a job, alimpa Pastor Steve, kwa Pastor Steve, in an industry katika hali ya that is controlled, ambayo inazungumzwa people na watu fulani. And so she said, maybe there is hope for me. Akasema labda kuna matumaini kwa ajili yangu. Maybe there is hope for me. Labda kuna tumaini kwa ajili yangu. If this man, kama huyu if mtu, there is a man called Jesus, huyu mtu ambaye anaitwa Yesu, who is changing people's ambaye alikuwa anabadilisha maisha ya watu, maybe all I need, labda nini natamani, is to meet this man, ni mkute huyu mwanaume. So one day, na siku moja, there was commotion. Watu walikuwa wanatembea. A group of people, kundi la watu, were passing by. Walikuwa wanapita. Oh, glory be to God. Sifa zipewe na Mungu wetu. Peter and the other disciples, Petro na wengine watumishi, were passing by. Walikuwa wanapita. And there was commotion. Na kulikuwa kuna zungumzo. It was not noise, na hakukuwa fujo, that she had seen before. Ya kwamba hiyo fujo ambayo yeye amekwisha kuiona mbele. So hapa angekuwa kimya. Watu wanakuja to Peniel Freedom Pentecostal Church. Katika kanisa la Peniel Free Pentecostal Church. Why are they going?
Pentecostal Freedom Wanaenda Church. wapi? Wanaenda kwenye penny of free What is Pentecostal. happening there? Nini inatokea huko? And then maybe somebody Na labda mtu mmoja told them akawaambia that they are going to meet ya kwamba wanaenda kutanana Jesus, na Yesu Kristo, the Son of the living God. Bwana mfalme wa wafalme, Because he's the one kwa sababu yeye ni yule who is being preached about. ambaye yeye anazungumzwa kwa ajili ya Bwana apewe sifa. Hallelujah. Hallelujah. And so this woman said, Na sasa huyu mwanamke akasema, maybe I can also labda na mimi pia naweza join this group. kujiunga na hii kikundi. Akasikia That Jesus kama Yesu of Nazareth wa Nazareti was passing by. iko napita hapa, That's all she needed. na hiyo tu ndio alikuwa nayo lazima. Just a window. Alikuwa tuna lazima ya dirisha A ndogo, window dirisha of opportunity. dirisha tu ya kupata That's all you nafasi. need. Hiyo tu ndio natamani. Just a small window. Kwa tu na dirisha ndogo. Just a small window. Kwa tu na dirisha ndogo. You don't need the whole door. Hauna lazima mlango mzima kufunguka. Open for you. Itafunguliwa kwako. Just a window. Ni dirisha tu. Even if it means hata kama ni kidogo, that you are able na uko na gisi to just peep through ya kuangalia tu huko into heaven. kuangalia tu mbinguni. As we talk about this man, Na kama hivi tunazungumza kuhusu Bwana, that's all you need. hiyo tu ndio kuna lazima. Just a window. Dirisha tu. So she said, Akasema, that's all I needed. hii tu ndio mimi nayo lazima. Just the window. Ni dirisha tu. Hallelujah. Hallelujah. When she heard through the window, Wakati alisikia kutokea kwenye dirisha. listen to her. Sikia kisa alisema sasa. Listen to her. Lisikia yeye You sasa. see, this woman, Unaona huyu mwanamke when she heard about Jesus wakati alisikia kuhusu and Yesu what he was doing for na her, ile Yesu ambaye alikuwa anafanyia wengine, whenever she woke up, wakati wote alikuwa anaamka she began to rehearse. anaanza kwanza kufanya repetition makwaya. If Jesus Kama huyu Yesu passes by, akipita tu, if I meet him kama nikimkuta somewhere, mahali fulani, the only thing that I'll need to do kitu kimoja tu mimi nitafanya, is if only kama tu I can touch him, nikimgusa tu, if only kama tu I can go near him, nikimsogelea, if only kama tu I can go near his clothes, nikisogelea msalaba wake, if he can heal a blind man, kama angefungua macho ya mwenye if he kipofu, can raise dead Lazarus, kama angefufua Lazaro, then this man na huyu mwanamume is full of power. iko mwenye na nguvu It's kweli, not from this world. na ambaye amefanya kitu from ya ajabu another kweli. world. Anaanza All kuifanya I need to do nini nitafanya mimi? is just touch him. Ni acha nimguse. So she rehearsed. Akaanza fanya And repetition. then when her window Akafungua tu dirisha. opportunity came, Dirisha tu ya wakati she came out kakuja. of her house Akakuja nyumbani and mwake. said, Akasema, if only, kama tu, if only kama tu I can touch him. ningemgusa huyu. All I need to do Nini napaswa kufanya? is to connect with Jesus. Ni kuwe pamoja naye. Oh, glory to God. Amen. Listen to what the Bible says. Sikia kisi Biblia There inasema. were many people Watu walikuwa wengi. that were moving with Jesus. Walikuwa wanatembea na Yesu. Pastor John, come. Pastor kuja. There were many people Kulikuwa watu wengi. that were moving with Jesus. Walikuwa wanatembea na Yesu. Please walk, you are Jesus. Okay. Don't walk quickly. Okay, so Come here, sir. yeah. I want some people. Tuko na lazima ya I watu. want some people. Watu wengine wakuje kwanza huku. Yeah. I want some people. Watu wengi wakuje, watu The wengine wakuje. 12 disciples. Wanafunzi 12. And Peter is narrating. Na Petro alikuwa He's anawaongoza. saying, hey Lord, you know that day when you were transfigured. Unajua hiyo siku ambayo ulibadilishwa. Hey, you know I was afraid. Unajua mimi nilikuwa na boga. Bwana, The way you shine. ili neno ambalo I've nisema. never seen you like that. Nisi aonaka wewe unafanya hivi. And he's talking to them. Oh, Na Peter, ndio nasemesha tu na you Peter. haven't seen anything Na anaambia else. Peter, wewe bado kuona When I kitu. rise from the dead, Siku mimi nitafufuka ndani ya that wafu. will be something. Hapo sasa Peter utajua. Amen. Amen.
And he's talking. Na iko na zungumza. And there's noise. Na hiyo tulikuwa nzuri. I'm looking for a woman. Ninatafuta mwanamke mmoja. Who's believing Jesus. Mwanamke mmoja ambaye ana imani ndani ya Yesu. That looks impossible. Kwa kuonesha katika shida ambayo inaonekana kuwa ngumu. For a woman. Ninatamani mwanamke mmoja hapa mbele. I'm looking for a woman. Natamani mwanamke mmoja hapa mbele. Natamani mwanamke mmoja hapa mbele. Natamani mwanamke mmoja hapa mbele. Hallelujah. Now you block Jesus. Sasa nyinyi mufunge Yesu. You know the disciples didn't want. Mufunge Yesu asionekane kabisa. Anybody to come near Jesus. Maana mitume walikuwa wanatamani hata mtu akuje karibu ya Yesu. People were crowding Jesus. Watu walikuwa wanafunika Yesu. But this woman, lakini mwanamke, where is the woman? Wewe ni mama mkuu hapo. This woman said, mwanamke akasema, it looked impossible. Inaonekana ni ngumu kwa mtu get to Jesus. Mama, nataka wewe uguse Yesu. I want you to get to Jesus. Nataka wewe uguse Yesu. I want you to get to Jesus. Nataka wewe uguse Yesu. Receive your blessing. Na upokee neema yako. About to become a millionaire. Somebody is about to become a big businessman. Somebody is about to become a big businesswoman in Australia. Somebody is about to get a breakthrough. Oh, the people from Kenya, they know how to receive the word. If only. Kama tu. But you see, beloved, unaona ndugu zangu wapendwa, you see, Jesus, Yesu was the living word. Alikuwa mtu mwenye kuishi hapa duniani. Walking, anatembea in Israel. Katika Israeli. When I read that story, wakati mimi nasoma hii hadithi, Pastor Steve, I noticed mimi nakutana kwamba that the mission of Jesus, kwamba nani njia za Yesu Kristo, was not this woman. Haikuwa tu mwanamke. That was not his mission. Haikuwa tu mwanamke ndio ilikuwa mission ya Yesu. There was Jairus. Kulikuwa ingine to Jesus. Yurasi ambaye alikuja kwa Yesu. Na akamwambia, my daughter is sick. Binti wangu anagonjwa. Come and put your hand. Kuja weka mkono wako. So Jesus, Yesu was actually going, alikuwa anaenda on another mission. Kwa ingine hali, kwa ingine mission kule fulani. Jesus, Yesu, was not after this woman. Hakukuwa hata kwa kuna hii business ya She was not his mission. Hakukuwa katika mission yake kwa umma. Lakini wakati wanamalizika, I don't care. Akasema mimi sijali. It doesn't matter. Hainihangaishe mimi. I don't care. Sijali who you are going for. Kama uko na umete uko naendea huko mbele. Mimi sijali who your mission is. Nani mwenye mission yako leo? Let me tell you something. Acha niwaambie neno. That God sent me here. Na Bwana amenituma huko. On a mission for somebody. Katika mission ya mtu mmoja. And he gave me this word. Na kanipa hii neno. Somebody. Kwa mtu mmoja. Who is ready to connect with the word. Ambaye anakuwa tayari kwa kuunganisha na Mungu. Na huyu mwanamke akasema, it doesn't matter. Haisijali. Jesus kama Yesu is focused somewhere else. Anaenda mahali pengine. I have enough faith. Mimi nina imani yangu. I have enough faith. Nina imani inatosha to cash out on him. Ili kwamba nimguse tu huyu. My God, my God. Bwana wangu. My God. My God. My God. Hallelujah. Hallelujah. All she needed, ile alikuwa anatamani tu, was to connect with Jesus. Alikuwa tu kujiunga na Yesu. You can hear about the word. Unaweza sikia kuhusu neno. Sit there. Unaweza kaa pale. Listen to the word. Na mnasikia neno. But not connect. Lakini hamjiunge na Yesu. Are you hearing me? Mnanielewa? This woman said, huyu mwanamke akasema, if only I can connect, kama tu mimi ningejiunga with the word na neno. You see, unaona? We are able to enjoy
tuko tayari kwa kufurahia the benefit of the PA system, kufurahia mambo ya ambayo mavyombo vinatuletea, because kwa sababu this PA system kwa sababu hii chombo is connected inajiunga to the socket. Inajiunga kwenye huko kwenye If moto. it's not connected, Kama haijiunge kule kwenye moto, we would not enjoy hatutafurahia the presence of the sound. Hatutafurahia sauti kutoka Are you huko. hearing me, somebody? Mnanifuata? So connect Kujiunga with the word. na neno. The Bible says, Biblia inasema, the Lord says, Bwana anasema, He watches over His word anatazamia neno lake to perform. ili kwamba In itimie. Isaiah 55. Isaya 55. 55. Verse 11. The Lord says, Bwana anasema, so shall the word. Hili neno, in fact, it begins by saying, as the rain inasema ilikuwa kama ndoto comes from heaven, au kama mvua inatoka juu falls on the earth, inaanguka chini, does not go back mvua hairudi juu until it waters the earth, ni mpaka ikomalishe mambo. so will my word Hiyo neno langu that I have sent forth ni ambayo nimetuma do kwenu not come back haiwezi rudia to kwangu me empty. haiwezi rudia kwangu na ifanye kitu. It do not return Haiwezi rudi kwangu with an empty report. na jibu ambayo It will only return itarudi kwangu with mimi a positive report. na jibu ambayo So let me inastahili. tell you what is happening. Acha sasa niwaambie mimi inatokea. Right now, Sai the word neno is being sent neno ilitumwa by the Holy Ghost, na Roho Mtakatifu and it is searching. na inatafuta. You know, the word Unajua neno wants to go back neno haiwezi kwenda haiwezi to rudi. the Father Inaanza rudi kwa to Baba. go and report. Inaanza ndapana ripoti huko. But the word Lakini neno that the Father ya Baba has released this morning ilitumwa leo kwenu cannot go back haiwezi rudi empty. haiwezi rudi bila That's what the kuleta Bible jibu. says. Ndio Biblia It inasema can't go back haiwezi rudi kwake empty, na ilete because jibu. the Lord Kwa sababu Bwana will say, Bwana anasema don't go back, go back, rudia. come back empty. Rudi. Usirudie bila So jibu. what the word is doing Nini neno inafanya? is it is moving, Neno inatembea. it is searching, Neno inatafuta. it is looking around, Inatafuta it tafuta. is looking into our house, Inatafuta tafuta ndani ya nyumba it zetu. is moving from pew to pew, Inatembea to person. inatembea kwa kila yeyote. It is looking Inatafuta for someone inatafuta mtu to mmoja connect with the word. ajiunge na neno. It is waiting for someone Inachunga mtu fulani to connect with the word. ajiunge na neno, And it is saying, na inasema I'm available. niko tayari. Whatever your need is, Hata hiyo kubwa shida yako the iko, word is able. neno ina uwezo. Whatever your situation is, Hata shida yako kuwa the kubwa, word is able. neno ina uwezo. Whatever you are believing God for, Hata hiyo ambayo unatumainia the Mungu, word is able. neno yako neno ina uwezo. It is searching. Inatafuta, It is searching. inatafuta, It is searching. inatafuta, It is searching. inatafuta, It is searching. inatafuta. It is Kwa to kuchukua, the next level. kwa kuchukua kuweka kwa hali Are nyingine. you hearing me? Unanielewa? But you have to leave Lakini wewe unapaswa kuacha, your comfort zone. uache hiyo hali yako ya That kulia. woman Huyu mwanamke had to leave alipaswa kuacha her comfort kwanza zone. hali yake huko. Huh? Unaelewa? Are you hearing me? Unanifuata? She had to leave her comfort Huyu zone. mwanamke alipaswa kwenda kuacha hali yake She had to huko. be brave. Ndio kwa maana When Jesus wakati Yesu felt power alisikia nguvu flowing out of him, nguvu zinamtoka, he looked around akatazama pembeni, and he asked, akauliza, who touched me? nani amenigusa? Oh, Jesus is looking for somebody Yesu anatafuta mtu, to touch him this mtu morning. atafute nguo yake. Jesus is looking for somebody Yesu anatafuta to touch him this morning. mtu ambaye atagusa nguo yake. Whatever you need, Hata shida yako ikuwa kubwa, touch Jesus. unaweza kugusa Yesu. Hallelujah. Haleluya, Hallelujah. haleluya, Glory be to God. sifa ni za Bwana. You see this woman, Unaona mwanamke, Jesus looked around Yesu akatazama pembeni, and she was trembling. na huyu mwanamke alikuwa anatetemeka. He says, do not fear. Anasema hapana, ogopa, Don't fear. usiogope.
You have connected. Ulishajiunga. Hallelujah. Hallelujah. You have connected. Ulijiunga tayari. You have connected. Ulijiunga tayari. You have connected. Ulijiunga tayari. So whatever the situation is, hata hali yako ikiwa when you leave this place, wakati unatoka mahali hapa, whatever will be waiting, hata hiyo ambayo itakayokuchunga huko, ambayo itakuchangamoto Jesus is saying to you, Yesu anakuambia, do not fear. Usiogope. This morning, hii leo, you have connected. Umejiunga naye. Do not fear. Hapana ogopa. You have connected. Umejiunga naye tayari. Hallelujah. Hallelujah. Do not fear. Usiogope. You have connected. Umejiunga naye tayari. That situation, hiyo shida it's impossible, ambayo ilikuwa kama haiwezekani will be kwako, possible. itakuwa You have inawezekana. connected. Umejiunga naye. Hallelujah. Hallelujah. Glory be to God. Bwana apewe Now sifa. it's not enough to connect. Na haitoshi tu kwa You kujiunga. must make contact. Unapaswa kuwa na, You see, this cable unaona hizi kamba hapa, hizi kamba has made contact hizi kamba zinakutanana na hapa kwenye moto wa umeme, with the main source supply. huko kwenye kunatokea moto. If it doesn't contacted here, kama haichomekwe huko kwenye umeme, moto would not flow. haiwezi katoka. So connecting to Jesus, Sasa kwa kujiunga na Yesu is the first thing. ni hatua ya The kwanza. next thing Hatua ya is pili to make contact. ni kujiunga na tena, kujiunga na nguvu za Mungu, Power of the Holy Ghost. nguvu za Roho Make Mtakatifu. contact. Kujiunge na Because nguvu, miracles kwa sababu are miujiza performed by the Holy Ghost. miujiza inatendeka na Roho Mtakatifu. Kujiunga. Don't be comfortable Usijisikie tu uko with where you are. unastarehe na jinsi uko. God wants to bless you Bwana anataka kubariki so you can be a blessing to your relatives ili kwamba na uwe baraka kwa ndugu in zako Africa. huko Afrika. It's not just about you. Haiko kwa ajili yako mwenyewe. God has sent you here Bwana alikuleta hapa as a Joseph. kama Yosefu. Are you hearing me? Unanifuata? It's not just about you. Haiko kwa ajili yako mwenyewe. Stand with me. Tusimame sote. I think you've heard enough word. Nafikiri umesikia neno mingi. You've heard enough word. Umesikia neno mingi. You've heard enough word. Umesikia neno mingi. In the name of the Lord. Begin to thank God. Mwanze kushukuru Mungu. Tell him, Lord, Sema Bwana, I receive your word. ninapokea neno lako. I believe your word. Ninaamini neno I lako. appropriate your word. Ninachukua neno lako. In the name of the Lord Jesus.